Bana, hakikisha unaishi nasi vizuri kabisa, lakini pia hakikisha una subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kuyapata yale mengi ambayo ya kimichezo ambayo yamekuwa yakiendelea. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA, na hapa nipo kwa ajili ya kukujuza kuhusiana na timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hao wanaitwa The Leopard. Imefanikiwa kufuzu kombe la dunia la FIFA kwa mara ya kwanza baada ya miaka 52, kufuatia pia ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Jamaica kwenye muda pia wa ziada wa mchezo wa mchujo uliopigwa pia alfajiri ya leo huko Mexico. The Leopard wanafuzu pia kombe la dunia kwa mara ya pili katika historia, na watakuwa pia kwenye kundi la FIFA World Cup mwaka 2026 sambamba na Ureno, Uzbekistan na Colombia. DRC Congo inakuwa pia taifa la 10 kuiwakilisha pia Afrika kwenye michuano ya kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026, ikiungana na timu kama Algeria, Cape Verde, Misri, Ghana, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Afrika ya Kusini pamoja na Tunisia. Haya ndio mataifa ambayo yataungana na DRC Congo kwa ajili ya kwenda kushiriki kombe la dunia kwa mwaka 2026. Ni jambo kubwa sana kwa upande wa DRC Congo kwa upande wao, kutokana na kile ambacho amekifanya usiku wa jana, na kwa upande wa DRC Congo bao la ushindi lilifungwa na Asel Tuanzebe. Yeye ndo alifanikiwa kufunga bao hilo katika muda wa nyongeza. Ni ushindi ambao umekuwa ni mkubwa sana pale DRC Congo, lakini pia pongezi kubwa lazima zipelekwe pia kwa wachezaji wa timu ya taifa ya Congo, lakini pia kocha wa timu hiyo Desabre. Yeye ndio tunaweza kusema kwamba shujaa mkubwa kabisa, Sebastien Desabre. Yeye ameandika historia kwa kuiongoza pia DRC Congo kufuzu kucheza kombe la dunia kwa mwaka 2026. Lakini pia kama hiyo haitoshi, bana, mara mwisho kushiriki kombe la dunia kwa upande wa DRC Congo ilikuwa ni mwaka 1974. Wakati huo Congo ikiitwa Zaire ndo alifanikiwa kuweza kushiriki kombe la dunia, kwa maana kwamba inakuwa ni mara ya pili kwa hivi sasa kwenda kushiriki kombe la dunia. Hii ni pongezi kubwa sana kwa kocha Sebastien Desabre baada ya kuisaidia timu hiyo ya Kongo kwenda kushiriki kombe la dunia. Hivyo ni pongezi sana kubwa kwa upande wao kwa asilimia kubwa, kutokana na kile ambacho wamekifanya kuelekea kwenye michuano hii mikubwa kabisa ya kombe la dunia, maana kwamba ni mara ya pili mfululizo. Ni historia kubwa pale DRC Congo, kutokana na namna ambavyo pia kufuzu kwa michuano hiyo huaga inakuwa ni kipengele kizito. Hivyo wanaungana na timu nyingine 9 ambazo tayari zilikuwa zimeshafuzu. Hivyo moja kwa moja wao wana kwenda kuwa wa 10 kwenye kushiriki kombe la dunia kwa mwaka 2026. Lakini pia kwa upande wa makundi ya kombe la dunia, namna ambavyo yamekamilika kwa hivi sasa, kumbuka Italia nao pia walitupwa nje kwa siku ya jana na Bosnia. Italia walitupwa nje kwa mikwaju ya penalty, na Italia nao inakuwa pia ni mara yao ya 3 mfululizo wanashindwa kufuzu kombe la dunia. Na kumbuka ni mabingwa mara 4 wa kombe la dunia, nyuma ya Brazili ambao wamefanikiwa pia kubeba kombe hili takribani mara 5. Hivyo kwa upande wao Italia wamebeba mara 4 na wanashindwa tena kwenda kufuzu. Ni aibu kwa upande wa bingwa kama huyu mara 4 wa kombe la dunia kushindwa kwenda kushiriki kombe la dunia kwa mara ya 3 mfululizo. Lakini pia namna ambavyo makundi yalivyopangwa kwenye kundi A kombe la dunia, watakuwepo Mexico, Afrika ya Kusini, South Korea pamoja na Zechia. Hawa ndio watakaokuwa kwenye kundi A la kombe la dunia. Lakini pia kwa upande wa kundi B watakuwa Canada, Bosnia ambao waliondosha Italy kwa siku ya jana, Katari na Switzerland. Hili ni kundi B. Kwenye kundi C watakuwa Brazil,
Morocco, Haiti pamoja na Scotland. Ili ndo kundi C, lakini kwenye kundi D watakuwa United States au ni Marekani, lakini pia watakuwepo Paraguay, watakuwepo Australia pamoja na Uturuki. Hilo ni kundi D. Kwenye kundi E watakuwepo German, Curacao, Ivory Coast pamoja na Ecuador. Lakini pia kwenye kundi F watakuwepo Netherlands, Japan, Sweden pamoja na Tunisia. Kwenye kundi G watakuwepo Belgium, Egypt, Iran pamoja na New Zealand. Lakini kwenye kundi H watakuwepo Spain, Cape Verde, watakuwepo Saudi Arabia pamoja na Uruguay. Kwenye kundi I watakuwepo Ufaransa, Senegal, Iraq pamoja na Norway. Lakini kwenye kundi J Argentina watakuwepo hapa, Algeria. Kumbuka Argentina ndo mabingwa wa tetezi. Algeria watakuwepo hapa, Australia watakuwepo hapa pamoja na Jordan. Kwenye kundi K watakuwepo Portugal, DR Congo, Uzbekistan pamoja na Colombia. Hili ndo kundi ambalo pia Congo yupo, kundi K. Kwenye kundi L watakuwepo England, Croatia, Ghana pamoja na Panama. Bana, makundi ya kombe la dunia yako hivyo kama ambavyo nimeweza kukufahamisha vizuri kabisa. Ndugu yangu, shukrani sana kwa kutegea sikio, na kikubwa tutasubiri kuweza kuona Kongo baada ya kufuzu kwa mbinde kweli kweli, kina Fiston Kalala Mayele baada ya kuweza kufanikiwa kufuzu. Lakini pia Enock Inonga naye ni mtu ambaye naamini kabisa mchezaji ambaye anayejutia kutokuwepo kwenye fursa kama hii. Moja kati ya beki bora kabisa ambaye alikuwa anapata nafasi siku za karibuni. Pengine mambo yake ya nje ya uwanja, namna ambavyo amekuwa akipitia kwenye misukosuko kwenye vilabu, ndio ambayo imemkosti paka anakosekana pia kwenye timu ya taifa ya DRC Congo. Japo ni beki ambaye amekuwa bora na amekuwa akiitwa mara kwa mara na amefanyia makubwa kweli kweli kwenye safu ya ulinzi, hususan kwenye michuano ya AFCON, namna ambavyo alikuwa anapambana na kuweza kuonyesha kiwango kizuri akiwa na timu hii ya DRC Congo. Enock Inonga anajutia kuona hii nafasi ambayo DRC Congo, hii ni historia ambayo kwa upande wake nadhani kabisa alitamani kuwepo, lakini Fiston Kalala Mayele, hii ni shangwe kubwa kwa upande wake, na ni moja kati ya mchezaji ambaye amekuwa pangua ndani ya kikosi cha DRC Congo akipata nafasi. Hivyo tutasubiri kuweza kuona pengine kwenye hatua hiyo ya makundi DRC Congo watakwenda kufanya nini. Shukran sana. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Bye bye.